Yes, mbele yangu hapa nipo na Isike Freddy, mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, dau wa soka. Mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari, Afrika Mashariki na Kati. Tunaenda kuzungumza mengi ya kimichezo, hususan kuelekea katika finali ya Simba. Mchezo wa pili baada ya mnyama kupoteza ugenini, sasa anakuwa nyumbani katika uwanja wa Amani. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani? Isike Freddy anaenda kutuambia. Isike, mzima? Bwana, mimi namshukuru Mungu, mzima wa afya, buheri kabisa. Hofu ni kwako, maana tujaona muda mrefu kidogo, lakini ninavyokutazama bila shaka uko vyema kabisa, na sisi tupo kwenye jukumu letu mama la kuhabarisha umma na wapenzi wa soka Tanzania, hususan bahati nyingine ambayo nchi tunaipata ya kuchezwa mchezo wa finali katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ni bahati ya kipekee kwa maana kwamba miaka takribani 30 iliyopita, mwaka 1993, finali kama hii ilichezwa katika uwanja wa Shamba la Bibi pale, uwanja Uhuru, si ndio? Na Simba huyu ndio alikuwa kwenye mchezo ule wa finali. Na miaka 30 baadaye mnyama tena Simba anapata nafasi ya kucheza mchezo wa finali katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwa safari hii ni upande wa Tanzania visiwani katika uwanja wa Amani pale Zanzibar. Unaweza ukashangaa nimetaja Simba mara mbili, sijataja Yanga, kati Yanga pia amecheza finali. Nazungumzia mchezo wa finali ya mwisho ambako mwali anatoka. Hii ni mara ya pili kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mara ya kwanza ilikuwa Simba 93, mara ya pili ni 2025 Simba tena, lakini mara ya kwanza ilikuwa Dar es Salaam, mara ya pili ni Amani Zanzibar. Maana yake ni kwamba Simba anajaribu kurekebisha historia yake ambayo aliwahi kuifanya miaka 30 iliyopita. So lako la msingi kuelekea kwenye huu mchezo, nini ambacho unakitazama wewe au mtazamaji wetu? Kubwa ni kwamba Simba anakwenda kucheza mchezo wake wa mwisho kwenye kalenda msimu huu kutafuta mafanikio. Unaenda kuwa ni mchezo aina gani? Kiutazama mchezo wa kwanza Simba alipoteza ugenini katika kipindi cha kwanza, takriban dakika 5 magoli mawili yakapatikana kwa haraka zaidi. Huu unaenda kuwa ni mchezo aina gani hasa, hususan mnyama ana kazi ya kulinda Mwarabu asipate goli na yeye ashinde zaidi ya magoli mawili? Nafikiri kwangu hii ndio mechi ngumu zaidi kwa Simba, anakwenda kuicheza tarehe 25 pale katika visiwa vya Amani, visiwa vya Zanzibar katika uwanja wa Amani. Mechi ngumu zaidi kwa sababu tayari Simba iko nyuma kwa goli 2-0. Yaani goli 2 sio goli chache kwenye mchezo wa finali, ni goli nyingi, lakini haina maana ni goli ambazo huwezi kuzipata. Kwangu mimi ni mchezo mgumu kwa maana una hadhi ya finali ya pili, na ndio ambako rais wa Kafu Motsepe atakuwa yuko pale. Ni mechi ambayo kuna mashabiki wa Simba watakuwepo na kuna wadau wa mpira wa bara la Afrika na dunia watakuwepo. Uzito unaanzia kuwa hapo. Simba kapoteza kwa goli 2-0 kipindi cha kwanza katika mechi ya kule Morocco, lakini Simba kafungwa dakika 20 tu za kwanza. Yaani dakika kwanza mpaka dakika 20 Simba alikuwa ashafungwa goli 2. Lakini dakika takribani 70 Simba hajafungwa goli. Hajafungwa goli lingine. Ina maana Simba finali yake ya mchezo wake wa kwanza kafungwa dakika 20 tu. Lakini kuanzia baada ya dakika 20 maana Simba akaanza kuizoea finali taratibu. Watu wengi wanaizodoa Simba kudhani imefungwa kawaida. No. RS Berkane ni finali yake ya 4 kama sio ya 5 kwenye mangazi ya shirikisho. Amecheza na Pyramids, amecheza na Zamalek, amecheza na I think so na Simba. Hii ni kama ya 4 inakwenda. Kwa Simba alikuwa ni mgeni kwenye finali takriban miaka 30 imepita. Na anacheza finali ya kwanza miaka 30. Wakati Berkane na finali takriban 4 kacheza na 2 kachukua ubingwa bila kama sijakosea. Tafasiri kwamba Simba alikuwa anaanza kwanza kuizoea finali tu. Sio kuizoea mechi na Berkane. No, kwanza kuizoea ile atmosphere ya finali. Amekula goli 2. Anarudi Dar es Salaam tayari ameshapata rhythm ya finali. Maana Simba anakuja kujitetea na kutafuta ubingwa wa mara ya kwanza katika ukanda wetu wa mpira wa Tanzania. Maana yake mimi naamini Simba anakwenda kwenye huu mchezo akiwa anachukua tahadhari zote za kiufundi. Na hapa ndipo namtaja mtu yule ambaye kwangu ndio nabii wa kuivusha Simba, si mwingine ni kocha Fadlu Davis. Fadlu Davis kwa mara ya kwanza anaingia ndani kikosi cha Simba, anaipa mafanikio ya aina yake. Yes, kwangu mimi Fadlu Davis ndo man of the show, ndo man of the match. Hayupo mtu mwingine. Huu si wakati wa Mo Dewji,
si wakati wa Murtaza Mangungu, si wakati wa Elie Mpanzu, si wakati wa Ahoua, ni wakati wa kichwa cha Fadlu Davis, the way ambavyo ataiseti timu yake kwenda kutafuta goli mbili. Ni kurejelesha nyuma kidogo, mchezo zidi ya Constantine, Simba mpaka oftime walikuwa na goli moja, kurudi kipindi cha pili Simba kafunga goli mbili chap kwa haraka, tumechi kaisha. Na Fadlu Davis alikuwa mkali mno baada ya mechi kwamba tulifanya makosa ambayo hastahili kwa timu inayoshiriki mashindano ya vilabu barani Afrika. Na anakuja Amani, hataki kufanya makosa mengine ya kumponza kufunga goli mbili kama alivyofungwa Berkane. Simba anatakiwa awe smart kwenye kuzuia, awe smart kwenye kutafuta nafasi, na awe smart kwenye kutumia nafasi. Simba kaondoka Morocco hajapiga shoot on target hata ile finali hiyo maana yake. Kwa hiyo Simba lazima wachukue juhudi za kutosha. Kama hajapiga goli, hajapiga shoot lilolenga goli kwenye mchezo wa finali ya kwanza, tafasiri natakiwa apige mashuti mengi yanayolenga goli huko na apate magoli pia. Kwangu mimi naamini kabisa mchezo upo kwenye mikono ya Simba, lakini zaidi upo kwenye mikono ya Fadlu Davis. Fadlu Davis baada ya kupata majeraha ya Kibu Dennis na Hamza, ni kama Simba ili struggle. Manake mechi ya kwanza Morocco wa Berkane walijua namna kumzuia Mpanzu. Wanajua Simba wote ni Mpanzu kwa sasa. Wakamtengenezea mpango mkakati mzuri sana kumdhibiti Mpanzu na ulifanikiwa. Mchezaji wa pili alikuwa hatari kwenye uwanja siku alikuwa ni Kibu Dennis kabla ya toka. Manake ndio alikuwa anajaribu vitu vitokee. Umeelewa? Akifuatiwa na Chazawa. Kwa namna yoyote Berkane watakuja Amani kwa kutaka kumdhibiti vile vile Mpanzu sasa. Manake tafasiri ni lazima Fadlu atuonyeshe namna yeye ni nani, kumfanya Mpanzu hata akiwa amezuiliwa aibuke mtu mwingine mwenye kingo za ubora kuipeleka Simba kwenye kupata goli mbili za haraka na kumaliza mchezo. Kwangu mimi sitaki hata Simba kufunga goli 3. Apate goli mbili kwanza za kuondoa Berkane kwenye mchezo. Wakishoto kwenye mchezo, kila kitu kipo kwenye mikono salama ya klabu ya Simba. Na ipa nafasi Simba kuchukua ubingwa kwa sababu naiamini inaweza kufunga goli mbili. Swali ni kwa Fadlu Davis ataweza kuzuia asifungwe goli? Ila goli mbili mimi naamini Simba anapata. Ila je, Simba atazuia asifungwe goli? Ndio maana namtaja Fadlu kuliko kumtaja Mo wala kumtaja Mangungu wala kumtaja Mediali. Huu ni wakati wa mbinu na ufundi wa Fadlu Davis. Mbinu ni mwalimu, ufundi ni wachezaji. Kwa mimi ninachoamini Mpanzu atadhibitiwa vile vile kama alivyodhibitiwa Morocco, lakini naamini Mpanzu wa Zanzibar atakuwa Mpanzu mwingine. Hata kama atamwekea mpango mkakati, bado atakuwa bora tu katika ubora wake. Naamini kabisa Ahoua atakuwa kwenye ubora wake. Naamini Kibu atakuwa kwenye ubora wake. Swali ni jepesi kwa Fadlu na timu yake, wataweza kuizuia RS Berkane. Wakimnyima Berkane hata goli moja, mimi naamini Simba goli mbili anapata dakika 90 za Amani. Imani yangu inaniambia hivyo, na kwa sababu nimeiona Simba ikifanya mabala makubwa katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mara moja. National kaja kafa mara mbili. Amekuja Almasiri juzi tukafa goli mbili, tuna swafi kabisa, hazina makunyanzi wala hazina kitu chochote. Mimi imani yangu ni kwamba Simba wameshapata uzoefu wa kucheza finali. Nina imani kubwa Fadlu na jeshi lake watakwenda kuset agenda muhimu ya kiufundi na kimbinu kwenda kuimaliza RS Berkane. Berkane sio kama afungwi. Ameshapoteza finali mbili huyu Berkane mnayomzungumza leo. Kwa hiyo sitashangaa akipoteza na finali ya 3. Matumaini yangu kama Mtanzania, kama wana michezo, kama alikufa Constantine, kama alikufa Almasiri, kama alikufa Bravo, kama alikufa Safiex, mimi naamini kabisa RS Berkane ana uwezo wa kufa, na huyu alishakufa goli 1-0 hapa na akarusha ngumi. Kwa matumaini yangu makubwa ni kwamba Simba watulize. Mambo ya uwanja wapi yameshakuwa ni Amani. Waende Amani, wakaongeza vibe, washinde mechi. Wawe mabingwa, waweke rekodi kwenye mpira wa Tanzania. Shukrani sana. Asante sana.